Tumesema kwamba shetani hakujua faida ya mauti ya Yesu Kristo kwa ulimwengu. Shetani hakujua. Hili lilifichwa akili yake. Hili lilifichwa ufahamu wake. Hakujua. Maana kama angelijua, angelikubali Yesu afe. Bwana tusaidie. Haya yote aliyotendeka, shetani kama angelijua kwamba Yesu akifa, mashitaka yetu yatafutwa, angelikubali Yesu afe. Bwana tusaidie. Maana tukisoma kwenye kitabu cha Luka 22 mstari wa 2 hadi 5. Luka 22 mstari wake wa 2 hadi 5. Tunasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu nasema, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua. Bwana asifiwe sana. Acha turudie. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. 3. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale tenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. 6. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo na mkutano. Amen. Bwana tusaidie sana. Tumesema kwamba shetani hakujua faida itakayotokea kwenye mauti ya Yesu Kristo. Maana kama ingelijua, hangemwingia Yuda. Maana tunaona kwamba shetani alianza kwanza kuwaingia wale wakuu wa makuhani, viongozi wa dini. Alianza kuwaingia awachochee, akapanda wivu ndani mwao, akawachochea watafute jinsi ya kumwangamiza Yesu. Lakini Biblia inasema wakawa wamekosa. Walikuwa wanatafuta njia kumwangamiza, lakini wakakosa kwa sababu ya kuogopa mkutano. Sasa kilichofanyika, Biblia inasema shetani akamwingia Yuda ili awasaidie wale makuhani kazi. Bwana tusaidie. Akamwingia Yuda. Biblia inasema Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale tenashara. Siku moja tulifundisha kwamba wakati wote shetani anapotaka kuharibu kanisa, anapotaka kuharibu kundi la Mungu, anatafutaka tu ni wapi atapitia katikati ya wale kwenye lile kundi. Na tukasema usikubali shetani akutumie. Bwana tusaidie. Acha shetani atafute njia kwa watu wengine, lakini asipate njia kwako kwa kuharibu mtu mwingine. Bwana tusaidie sana. Sasa shetani tunasema kwamba hakuwa anajua faida. Maana kama ingelijua faida, hangeliweza kuwaingia makuhani, hangeweza kumwingia Yuda ili amtoe Yesu. Shetani hakujua. Ndio maana tunasema kwamba shetani hajui kila kitu. Shetani hajui kila kitu. Sio omniscient. Bwana tusaidie. Shetani kuna vitu anajua, lakini hajui kila kitu. Maana kama ingelijua hili, ni nini itatokea Yesu akikata roho, hangelisubutu. Maana alishangaa. Yeye alikuwa anajua kushawishi watu wamuue Yesu, kazi ya Yesu inaisha. Lakini hakujua kwamba Yesu akifa ndio kazi inaanza. Hakujua kwamba Yesu akifa ndio kazi inatimilizwa. Bwana tusaidie sana. Hakujua hilo. Alishangaa baada ya Yesu kukata roho. Akashangaa. Ndipo akili zikamrudi, akatambua kwamba amedanganyika. Bwana tusaidie. Wakati Yesu alikata roho, ndio akili ilimuingia shetani. Mbona nimefanya makosa? Mbona nimefanya makosa? Baada ya kuona mashitaka yote imefutwa, akasema nitaanzia wapi tena? Bwana tusaidie sana. Watu ambao wamemwamini Yesu Kristo, watu ambao wamemwamini Yesu akampokea, hawana tena hukumu. Hakuna tena hukumu ya adhabu juu yao. Hakuna adhabu tena juu yao. Bwana tusaidie. Hukumu ilishakavutwa.
hukumu ilishakafutwa. Yesu alitufutia makosa, alifuta hukumu. Shetani akashangaa. Ndipo akakumbuka, akaanza kupanga mipango mingine mipya. Akasema basi azikwe na mtie jiwe, asije kaamuka, na mtie walinzi asije kaamuka. Akatambua amekosea mahali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kufufuka kwa Yesu. Sasa leo tuko tunashangilia kwa sababu Yesu alikufa na tena Yesu alifufuka. Hiki ndicho kinatutofautisha sisi na madini mengine. Bwana asifiwe. Kufa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwake ndio inatutofautisha sisi na madini mengine. Mtu ambaye hakubali kwamba Yesu alikufa na akafufuka, asikudanganye kwamba tunaomba Mungu mmoja. Bwana tusaidie. Wakristo wamekuwa wapumbavu, wanadanganywa tunaomba Mungu mmoja, hakuna shida, tunaomba Mungu mmoja. Hamuombi Mungu mmoja. Wewe unaomba Mungu mmoja na wale ambao wanaamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Bwana asifiwe. Wale ambao hawaamini hili, hatuombi Mungu mmoja na wao. Bwana asifiwe. Sasa Yesu alifufuka. Sasa kufufuka kwa Yesu Kristo kuna umaalumu gani? Maana kumbuka, Yesu Kristo hakuwa ndiye wa kwanza kufufuka. Hapana. Unajua hivyo. Bwana asifiwe. Wewe unasoma maandiko, unasoma Biblia. Yesu Kristo hakuwa ndiye wa kwanza kufufuka. Sasa kama Yesu hakuwa wa kwanza kufufuka, umaalumu wa kufufuka kwake ni gani? Specialite ya kufufuka kwake ni gani? Bwana asifiwe. Unajua kwenye kitabu cha kwenye Agano la Kale kuna watu walifufuka. Elia alifufua mtoto, Elisha alifufua mtoto. Unakumbuka hata wakati Elisha alipozikwa? Bwana asifiwe. Elisha alipozikwa, baada ya miaka mingi akiwa amezikwa, kuna siku walikuja kuzika mtu mwingine. Kuna siku walileta maiti kumzika, alafu katokea vita. Biblia inasema wakaona Wakaldayo wanakuja kushambulia. Ule maiti akamtupa chini akakimbia. Walipomtupa chini, Biblia inasema ule maiti akajiviringisha, akaenda kudumbukia kwenye kaburi la Elisha, akaamuka ule maiti, naye akaanza kukimbia. Watu wakakimbia zaidi. Sasa watu wanakimbia vita na wanakimbia maiti ambayo yamuka. Bwana tusaidie. Unajua hivyo kama unasomaka Biblia. Kwa Yesu Kristo hakuwa wa kwanza kufufuka. Hakuwa wa kwanza kufufuka. Hata kwenye Agano Jipya kuna watu wengi ambao Yesu aliwafufua. Kuna wale walifufuka kabla hawajazikwa, na yuko aliyekufa aliyefufuka baada ya kuwa amezikwa. Yote ni kufufuka. Hata kama utarudia kuwa hai kabla haujazikwa ni kufufuka. Lakini ile kufufuka wakati ulishakufa na umezikwa, hii ni kufufuka ya zaidi. Bwana asifiwe. Hii ni kufufuka ya zaidi, tofauti na ile ya kufufuka kabla haujazikwa. Sasa tunajua kwenye Agano Jipya, yeye Lazaro alifufuka, alikuwa amekufa na akazikwa. Bwana asifiwe. Na Yesu naye alikufa na akazikwa na akafufuka. Sasa kufufuka kwa Yesu Kristo kuna umaalumu gani? Bwana asifiwe. Maana tumesema Yesu Kristo hakuwa wa kwanza kufufuka. Wako waliofufuka kwenye Agano la Kale, pia wako waliofufuka kwenye Agano Jipya. Lakini umaalumu wa kufufuka kwa Yesu Kristo ni kwamba Yesu Kristo ndiye wa kwanza aliyefufuka na kuishi milele pasipo kufa tena. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kufufuka na akaishi milele bila kufa tena. Maana wengine wote ambao wajua walikufa tena. Bwana tusaidie. Wale wote ambao najua walikufa tena. Wale watoto ambao walifufuliwa na Elia na Elisha walikufa tena. Yule maiti aliyeamuka wakati ule alipogusa mifupa ya Elisha alikufa tena. Wale wote ambao Yesu aliwafufua walikufa tena. Hata Lazaro aliyefufuliwa alikufa tena. Bwana tusaidie. Lakini Yesu Kristo ndiye alikuwa wa kwanza kufufuka na kuishi milele pasipo kufa tena.
Bwana asifiwe. Acha tusome kwenye kitabu cha Warumi 6:9. Warumi 6:9. Neno la Mungu nasema, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Amen. Lazima tujue ya kwamba Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena. Ni tofauti na wengine waliofufuka, maana wengine waliofufuka katika wafu walikufa tena, lakini Yesu Kristo alipofufuka, Yesu Kristo alifufuka kutoka katika wafu na hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Bwana asifiwe. Sasa sisi tunaabudu Mungu aliye hai. Sisi tuna Mungu aliye hai, aliyekufa na akafufuka na hakufa tena. Hakufa tena. Hiyo ndio imani yetu. Ni tofauti na imani za watu wengine. Hiyo ndio imani yetu, ya kwamba Mungu tunayemwamini, Bwana asifiwe, Yesu tunayemwamini alikufa na akafufuka na hakufi tena, anaishi, yuko hai milele. Na moja kati ya alama zinazoonyesha kwamba Yesu yuko hai ni kwa sababu anatenda mpaka leo. Ukisema kwa jina la Yesu, mapepo yanatoroka. Bwana asifiwe. Hakuna jina lingine tulitaja. Kuna majina makubwa hapa duniani, lakini hakuna jina ambalo tulitaja na majini wakimbie. Bwana tusaidie. Jana wakati mlituacha hapa watu wapendwa, watumishi wengine akaenda kwa shughuli nyingine hapo, mimi nikabaki hapa. Kuna ndugu ambaye amenichia akasema, nataka pastor uniombee. Mimi nilikuwa niko Mkristo lakini karudi nyuma, leo nataka uniombee. Na ndugu alikuwa